Mwanza. Leo nimerudi Mwanza, na katika mkutano huu wa kufunga kampeni zetu za uchaguzi, na waona wananchi wakiwa na hali ile ile ya uchangamfu na bashasha, wakiwa wamejawa na matumaini kwa Chama cha Mapinduzi. Nikiri tu kwamba Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla mmetia fora. Mwanza oye! Kanda ya Ziwa safi! Kwa kweli nimeelemewa na upendo wenu na imani yenu kubwa kwa chama chetu na wagombea wake. Hakika leo Mwanza mmefurika. Tunaishukuru sana sana kamati ya maandalizi ya mkutano huu ikiongozwa na kaka yetu Comrade Gachuma. Wamefanya kazi nzuri, wabeja sana. Ndugu zangu, pamoja na kumshukuru Mungu kwa amani ilivyotawala nchini, hatuna budi kuvishukuru kwa dhati vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha nchi inakuwa salama na utulivu wa kutosha. Nimekutana na makundi ya waangalizi wa uchaguzi waliokuja kuangalia tunavyofanya na yanayotokea katika uchaguzi wetu. Jambo waliloliona kubwa zaidi ya yote ni kuwa nchi inakwenda kwenye uchaguzi bila kuonekana dalili zozote za vuguvugu la uvunjifu wa amani. Walishangaa sana na wametupongeza sana Tanzania. Hii ni sifa kubwa kwa nchi yetu. Kwa ajili hiyo, nami niungane na wito wa vikosi vya ulinzi na usalama nchini kwamba tukapige kura na turudi nyumbani kuendelea na mambo mengine, ili amani na utulivu uendelee kutamalaki. Ndugu zangu, katika hatua nyingine, mmeshuhudia tukipokea vijana kutoka vyama vya upinzani wakija CCM. Kwa nitumie fursa hii kuwashukuru vijana hawa wa Kitanzania kwa kuamua kuachana na upinzani na kurudi nyumbani. Ama kweli wahenga wamesema, kweli ikidhihiri uongo hujitenga. Kweli imedhihiri na vijana hawa wako tayari kumwaga ukweli na kufanya ule uongo wanaouzua ujitenge. Ndugu zangu, tunapofunga kampeni leo, uongozi mzima wa Chama cha Mapinduzi tumekuja kwenu kwa mara ya mwisho kabla ya kuingia kwenye uchaguzi kesho, kuwaomba mtupigie kura ya rais, wabunge na madiwani wa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Tanzania bara. Na kwa wale wanaotuangalia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, tunawaomba kwa upande wa Zanzibar wapige kura ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani. Ahadi yetu kwenu, ndugu wa Tanzania, ahadi yetu kwenu ni kuendelea kulilinda taifa la Tanzania na kuleta ustawi wa kiuchumi na kijamii. Tanzania oye! CCM oye! Ndugu wana CCM na ndugu wananchi, shabaha ya kwanza ya Chama cha Mapinduzi ni kushinda uchaguzi huu, na hilo halina mjadala. Kwa watu walivyokuwa wanakuja kwenye mikutano na mkutano wetu huu wa mwisho, hili halina mjadala. Inategemea tunashinda kwa kiasi gani. Sasa shabaha yetu ni kushinda uchaguzi mkuu na kuendelea kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Lengo letu kuu ni kulinda na kuendeleza matunda ya uhuru wetu na mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na vile vile kudumisha muungano wetu. Kwa ajili hiyo, niwaombe ndugu zangu wana CCM na wananchi wote wa Tanzania kwa jumla, tuunganishe nguvu kwa kukichagua Chama cha Mapinduzi, kwa sababu umoja ni ushindi. Mimi na mgombea mwenza
pamoja na viongozi wengine wa chama chetu na jumuiya zake. Tulitembea nchi nzima kwa barabara, anga, reli na kuvuka maji kueleza kazi kubwa iliyofanywa na Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5 iliyopita na kueleza utayari wetu kuiletea nchi maendeleo makubwa zaidi katika kipindi cha miaka 5 ijayo kama tulivyoahidi kupitia ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 25-30. Tulitumia siku 60 ukiacha siku tuliozindua na leo tunayofunga, lakini 60 za kuzunguka kiongeza na hizi mbili ni 62. Tumezunguka mikoa yote. Tulikutana na wananchi kwenye mikutano 114 kwa lengo la kusaka kura za Chama cha Mapinduzi. Kote tulipozunguka, ujumbe wetu kwa Watanzania ni kuwaomba watupigie kura ili tutekeleze kauli mbiu yetu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa nini kazi na utu? Mtakumbuka kama ilivyosemwa hapa, mtangulizi wetu, mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli alikuja na kauli mbiu ya hapa kazi tu. Alilenga kukuza nidhamu ya kufanya kazi, kuondosha uzembe kazini na kujenga miundombinu ya kuleta mapinduzi ya kiuchumi. Mwenyezi Mungu hakutupangia kumaliza naye kazi hiyo. Alimuhitaji na kumuita kwake kabla ya kukamilisha kazi aliyotaka kuifanya. Mola Muumba aendelee kumpa mapumziko ya amani. Amen. Mwenzetu aliondoka katika kipindi kigumu kama walivyosema wengine hapa, kipindi cha janga la maradhi ya uviko ambako uchumi wa dunia ulikuwa umeyumba na vivyo hivyo kuyumbisha uchumi wetu pia. Takriban ajira 1.5 milioni zilisimama katika sekta ya utalii nchini. Mzunguko wa fedha ukawa finyu, uwekezaji kutoka nje ukasimama. Makusanyo ya serikali yalishuka, na wakati huo huo miradi ya kimkakati ikiwa katika hatua za awali za utekelezaji wake. Nilipokabidhiwa dhima ya kuendesha nchi hii, nilijikabidhi kwa Mungu nikasema kazi iliyoanzishwa iendelee. Nashukuru kwa jaala ya Mungu na ushirikiano wetu wa Tanzania sote. Kazi iliendelezwa kwa ufanisi mkubwa kama ilivyoelezwa hapa na walionitangulia kusema. CCM iliahidi na CCM ilitekeleza. Ndugu zangu, mbali na miradi ya miundombinu, tulifanya mageuzi ya kuboresha sheria na mifumo ili kujenga mazingira bora zaidi na kurudisha imani kwa sekta binafsi kuweza kuwekeza na kufanya biashara nchini. Sekta ya fedha imesimamiwa kwa ukaribu zaidi. Tumeweza kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani na matokeo yake uchumi umerejea katika afya yake na unaendelea kukua kwa kasi. Kuongezeka kwa mapato kumeongeza pia uwezo wa serikali kujiendesha, ikiwemo kuajiri zaidi na kuongeza mishahara na maslahi ya wafanyakazi. Tumeweza kulipa na kuhimili madeni ya nje na wazabuni wa ndani. Tumeimarisha taasisi za utoaji wa haki na kutoa misaada ya kisheria kwa wananchi ili kulinda haki zao. Aidha, kwa kiasi fulani tulifanikiwa pia kuamsha ari ya michezo nchini. Kwa ujumla, kazi iliyofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi katika miaka 5 iliyopita inaonekana na inapimika. CCM oyee! Ndugu wana CCM na ndugu wananchi, kipindi cha pili cha awamu ya 6 kina kauli mbiu au itikadi inayosema kazi na utu, kwamba mtu anakamilika pale utu wake unapoimarika, unapothaminiwa na kuheshimika. Hapo mtu anakuwa amekamilika. Tumezunguka nchi nzima kuieleza ilani ya uchaguzi ya mwaka 25-30, ila kwa kuwa tunatekeleza maendeleo jumuishi,
tuliona ni vyema kusikiliza vipaumbele vinavyotokana na mahitaji ya wananchi. Pia tulisikia hamu kubwa ya wananchi katika mwendelezo wa huduma za jamii, yani maji, afya, elimu na umeme, na pia wakitamani sana serikali iweke nguvu kubwa kwenye ujenzi wa miundombinu na hasa barabara za wilaya